Kifo cha ghafla cha daktari mashuhuri Kenya sasa kimegeuka kuwa uchunguzi wa mauaji unahusisha sumu, mwanamke aliyekuwa naye dakika za mwisho, chakula cha mwisho na siri zilizofichwa ndani ya nyumba moja Kitengela. Je, hii ni hadithi ya mapenzi yaliyogeuka mauti? Karibu katika makala moto ndani ya Moto TV Kenya. Mimi ni Ogaro Brian Osoro. Kumbuka kusubscribe, kulike, kucomment na hata kushare. Turn on notifications ili usikose makala moto, habari moto na mengine moto ndani ya Moto TV Kenya. Leo hii tunaingia ndani kabisa ya moja ya kesi zinazotikisa Kenya kwa sasa. Kifo cha Dr. Job Obwaka, mtu aliyekuwa juu kabisa katika sekta ya afya, lakini ambaye sasa ameacha dunia katika mazingira ya kutatanisha yenye tuhuma za sumu, mahusiano ya kimapenzi na uchunguzi wa jinai unaoendelea. Hii si hadithi ya kawaida. Hii ni hadithi ya nguvu, maisha ya juu na mwisho wenye maswali mengi kuliko majibu. Dr. Job Obwaka alikuwa daktari bingwa wa uzazi na mmoja wa viongozi waliowahi kushika nafasi ya juu katika Nairobi Hospital, moja ya hospitali zenye hadhi kubwa zaidi nchini Kenya. Katika maisha yake ya taaluma, alikuwa mtu wa heshima, uzoefu na ushawishi mkubwa. Lakini tarehe 1 Mei mwaka 2026, siku ya wafanyakazi, ndiyo siku ambayo kila kitu kilibadilika. Siku hiyo Dr. Obwaka aliondoka Nairobi na kuelekea Kitengela. Alikuwa anaenda kumtembelea mwanamke aliyekuwa karibu naye, Beatrice Wangari. Alifika, akaigesha gari lake katika eneo la mall na kuchukuliwa na Wangari hadi nyumbani kwake. Ndani ya nyumba hiyo mambo yalionekana ya kawaida. Chakula kiliandaliwa, wakala pamoja, na baada ya hapo Dr. Obwaka akaenda kupumzika chumbani. Lakini hapo ndipo simulizi inachukua mkondo wa kiza. Kwa mujibu wa nyaraka za mahakama, Wangari alijiunga naye chumbani na wawili hao wakawa karibu kimapenzi. Ni muda mfupi tu baada ya hapo ndipo hali ya Dr. Obwaka ilianza kubadilika ghafla. Alipatikana akiwa amelala kitandani, hana fahamu. Jirani aliitwa, ambulansi ikafika, CPR ikafanywa, lakini juhudi zote zilishindikana. Alipofikishwa hospitalini, alitangazwa kuwa amefariki, brought in dead. Na hapo ndipo uchunguzi ukaanza. Sasa polisi na Directorate of Criminal Investigations wanaamini kuwa hii haikuwa kifo cha kawaida. Wanachunguza uwezekano wa sumu, na zaidi ya yote wanaamini inawezekana kuwa ilitokea ndani ya nyumba ya Wangari. Ushahidi uliokusanywa ni wa kutisha: sahani 2 zenye mabaki ya chakula, kijiko na glasi, chupa ya pombe iliyotumika nusu, dawa mbalimbali, vitu vya kitandani vilivyokuwa bado na alama za tukio. Vitu hivi vyote vimepelekwa kwa serikali kwa uchunguzi wa kemikali ili kubaini kama kweli kulikuwa na sumu. Na jambo muhimu zaidi, Wangari ndiye alikuwa mtu wa mwisho kuonekana na marehemu akiwa hai. Katika Kibera Law Courts, Wangari alifikishwa mbele ya mahakama huku akijificha uso wake. Waendesha mashtaka waliomba azuiliwe kwa siku kadhaa ili kuruhusu postmortem kufanyika, sampuli kupelekwa kwa government chemist na uchunguzi kamili kukamilika. Lakini upande wa utetezi unasema hakuna ushahidi wa sumu uliopatikana hadi sasa, na hapa ndipo kesi inakuwa nzito zaidi, kwa sababu Wangari mwenyewe amekiri kuwa walikuwa katika mahusiano ya kimapenzi na marehemu. Hii sasa si tu kesi ya kifo, ni kesi ya mahusiano. Daktari mwenye hadhi na mwanamke aliyekuwa karibu naye ndani ya nyumba moja, baada ya chakula na ukaribu wa kimapenzi, halafu ghafla kifo. Hii inafungua uwezekano wa scenarios nyingi. Je, ilikuwa ajali ya sumu? Je, kulikuwa na mgogoro wa kimapenzi, au kuna kitu kikubwa zaidi nyuma ya pazia? Kenya imewahi kushuhudia vifo vya kutatanisha hapo awali,
kama kile cha Mtula Kilonzo ambacho kilihusishwa na sumu kabla uchunguzi kubadilisha mwelekeo wake. Hii inaonyesha ukweli mmoja muhimu: kesi za sumu ni ngumu, zinachukua muda, na mara nyingi ukweli wake hubadilika kadri ushahidi unavyojitokeza. Kwa Dr. Obwaka, kuna mambo matatu yanayoifanya kesi hii kuwa nzito. Namba moja, hadhi yake kubwa katika jamii. Pili, mazingira ya kifo nyumbani, si hospitalini. Tatu, uhusiano wa karibu na mtu wa mwisho aliyekuwa naye. Hii si hadithi ya kawaida, ni hadithi ya maisha ya juu yanayokutana na hatari zisizoonekana. Kwa sasa, ukweli bado haujabainika. Postmortem bado, ripoti ya sumu bado, na mahakama bado inaendelea kusikiliza upande mmoja baada ya mwingine. Lakini jambo moja ni wazi: kifo cha Dr. Obwaka kimeacha taifa likiwa na maswali mazito. Je, ni mapenzi yaliyogeuka mauti au ni siri kubwa zaidi inayosubiri kufichuliwa? Mimi ni Ugaro Brian Osoro na hii ni makala moto ndani ya Moto TV Kenya. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na hata kushare, na pia turn on notifications ili upate habari, makala, burudani na mengine mengi ndani ya Moto TV Kenya.